Miongoni mwa stori kubwa ambazo zinazidi kuchukua nafasi kwenye kiwanda cha muziki cha Bongo Flava ni uwepo wa nguli watangazaji ambao wanazidi kuchukua nafasi katika nyanja hiyo. Utakumbuka kwamba Diva the Boss aliweza kuingia mgogoro na Wasafi Media na Juma Lokole, lakini vile vile ni kama timu nzima ya Wasafi. Sasa katika beef ambayo inaendelea vile vile, Diva kupitia live ameweza kusema kuwa Juma Lokole na ex mume wake wana mapenzi ya aina moja, ndio maana alimwacha. Mtangazaji wa zamani wa Wasafi Diva the Boss amezua mjadala mkubwa baada ya kutoa madai mazito kupitia live ya TikTok aliyofanya jana usiku. Diva alidai kuwa alikuwa mume wake Abdrazak Salumu Mubarak na mtangazaji wa Wasafi FM Juma Lokole wana uhusiano wa kimapenzi na jinsia moja. Kwa mujibu wa Diva, hiyo ndio sababu inayomfanya Juma Lokole kuendelea kumzungumzia vibaya na kumchafua mara kwa mara kwenye mitandao ya kijamii, akidai kuwa anamchukulia kama mke mwenza. Can you imagine? Aidha Diva alisema madai hayo ndiyo yalikuwa miongoni mwa sababu kuu zilizomfanya kuvunja ndoa yake na Abdrazak, akieleza kuwa aligundua mambo ambayo hakuyaridhia katika maisha yao ya ndoa. Ndio we know kwamba Juma Lokole amekuwa akihusishwa sana na aina ya jinsia moja ya mahusiano. Vile vile Abdrazak naye aliweza kuingia live kuzungumza katika issue ambazo zilikuwa zinaendelea kati ya yeye na Diva the Boss kuvunja ndoa yao. Yes, utakumbuka kwamba for the first time Diva the Boss kukutana na Abdrazak kwa mara ya kwanza ilikuwa session ya Wasafi ambapo aliweza kuzungumza, lakini time ambayo safari yao ilianzia pale ambapo Diva the Boss alikuwa anamhoji nguli huyo. So kutoka hapo wakaanzisha mahusiano and then mahusiano mpaka ndoa, lakini hapo baadaye uhusiano wao uliweza kuvunjika direct, na aliyevunja uhusiano huo ni Diva the Boss. So Abdrazak aliweza kuzungumza hayo kupitia kile ambacho alikuwa amealikwa. Hiyo ndio story ambayo inachukua nafasi kubwa kwenye kiwanda cha burudani. Bana, so cha msingi make sure kwamba una comment, una share na subscribe, and then utazidi kuwa kwanza ukifollow na tutakufollow back pia, na utazidi kupata habari moto kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania. Bila kusahau kusubscribe, utazidi kuwa kwanza kupata kila ambacho unastahili katika kiwanda cha burudani. One more time, video.